Hadithi yetu inaanzia mwaka 1947 katika eneo ambalo lilikuwepo Pakistani. Eneo hili watu waliokuwa wanapatikana walikuwa ni Wapanjabi, na leo tunakutana na Sikhi mmoja anayetambulika kwa jina la Amber. Jamaa alikuwa na watoto wa kike wawili. Anafika anakuta mke wake amejifungua tena mtoto mwingine wa kike. Mwamba anamweleza mke wake amewatazama watoto wa kike wa kutosha. Kiu yake kubwa ilikuwa ni kuweza kupata mtoto mwingine wa kiume, mtoto atakayerithi mikoba aliyonayo, lakini pia hata kazi ambazo alikuwa anazifanya. Hiki ni kipindi ambacho India pamoja na Pakistan zilikuwa zinagawika kuwa nchi mbili tofauti. Jamii hii ya Panjabi ikabidi ichukue vilago vyao na kurudi ndani ya taifa la India. Maisha yakaendelea. Muungwana akafanikiwa kupata nyumba, yeye pamoja na familia yake. Kwa sasa mke wake alikuwa na mimba nyingine. Leo anamweleza mke wake anaamini kabisa mtoto atakayekuja kwa sasa atakuwa ni mtoto wa kiume. Mke yeye akawa na mashaka kidogo, lakini pia akawa anadhani kwa sasa endapo akipata tena mtoto wa kike kuna uwezekano mkubwa wa mume wake kuweza kumuacha. Miezi 9 inafika, mke anafanikiwa kujifungua, lakini leo muungwana akafanikiwa kumuwahi huyu mtoto na kuanza kushangilia. Anasema ya kwamba nashukuru sana, kwa sasa tumefanikiwa kupata mtoto wa kiume. Mke baada ya kumtazama akatambua yule alikuwa ni mtoto wa kike. Anamweleza mume wake ni bora ukamwangamiza huyu mtoto kuliko kumlea kama mwanaume ungali ni mwanamke. Amba akawa ni mbishi, anamweleza mke wake unasema maneno gani, kwani huyu ni mtoto wa kiume na wala sio wa kike. Amba akampatia mtoto wake jina la Kanwali. Akawa anampenda sana kuliko hata mabinti zake. Kila eneo akawa anaenda naye, lakini pia akawa anamfundisha michezo ya kiume. Kipindi ambacho watoto wenzake walikuwa wanacheza michezo ya kike, yeye alikuwa anamfundisha michezo ya kiume, ikiwemo pia jinsi gani ya kutumia silaha, lakini pia akampeleka kwa mwalimu aweze kumfundisha mazoezi ya kumfanya kuwa mkakamavu zaidi. Ni kweli mshikaji alikuwa anamlea katika mazingira ya kiume, lakini mwili wa mtoto huyu kuna muda ulikuwa unakataa, kwani kuna kipindi kingine alikuwa analia hovyo endapo akifanyiwa jambo baya na watoto wenzake. Kitu hiki baba yake alikuwa akipendi kabisa. Alikuwa anamkanya, lakini pia anamweleza atumie nguvu zake kama mwanaume kwenda kufanya maamuzi. Kama hiyo itoshi, siku moja mtoto akaamka katikati ya usiku na kugundua kitandani kwake kuna damu. Anamfuata baba yake na kumweleza. Mzee anamwambia binti yake hii ni hali ya kawaida sana, kwani kwa sasa una umri wa miaka 12, na anamkanya asije akamweleza mama yake hii hali ambayo ilikuwa inamtokea. Halo, kuna wazee ni hatari sana. Siku moja kipindi ambacho Kanwali alikuwa anacheza na dada zake, kwa bahati mbaya hawa madada wakasababisha mtoto akaanguka akaumiza mkono wake bwana. Baada ya kuweza kupatiwa matibabu, baba alimaindi sana, akaanza kutembeza kichapo kwa watoto wake wa kike. Hiki kilikuwa ni kichapo cha mbwa mwizi, yaani mwamba alikuwa anatembeza kichapo tadhani kama vile sio watoto wake. Anadai anawaambia jambo lolote likija kutokea kwa mtoto wake Kanwali, basi atawafanya jambo baya, ikiwemo pia kuangamiza. Halo, mama akaamua kuingilia mtukati, kwani aliona endapo asipoingilia mtukati huenda watoto wake hawa wa kike wakafanyiwa jambo baya zaidi. Sherehe zinafanyika za kumkaribisha kiumeni bimdada Kanwali, na miaka mingi ikapita. Kwa sasa alikuwa tayari mtu mzima. Yeye alikuwa anaamini ni mtoto wa kiume, na kila eneo ambalo baba yake alikuwa anakanyaga, basi mguu wa pili ulikuwa ni wa mtoto wake Kanwali. Kipindi ambacho alikuwa anashangilia na kufurahi akidhani ya kwamba hakika naye ni mtoto wa kiume, upande wa pili kulikuwa kuna binti anayetambulika kwa jina la Nili. Huyu ni mwanadada ambaye alikuwa anamzimia sana Kanwali pasi na kujua kwamba alikuwa ni mtoto wa kike, na alikuwa anamuona ni kijana handsome sana, akawa anatamani angalau awe na ukaribu naye. Kanwali siku moja akafanikiwa kukutana naye. Sasa huyu bimdade bwana alivyolelewa, alikuwa kalelewa kikomando kweli kweli, kwani hata kuzungumza kwake kulikuwa ni kugumu. Alikuwa anaongea utadhani kama vile anagombana, lakini Nili kwa kuwa alikuwa tayari alishamzimikia muungwana, hii hali akaona ya kwamba ilikuwa ni ya kawaida. Kanwali alivyoona Nili alikuwa anamfuatafuata, akaamua kwenda kumfungia katika kijumba ambacho kilikuwepo milimani, kisha akajichenga. Familia ya bimdada Nili ikaanza kumtafuta na kusema ya kwamba hajarudi nyumbani. Kitu hiki ikamfanya bimdada arudi mpaka ndani ya kile kijumba. Anafika anamfungulia, anamweleza aondoke, lakini Nili anakataa. Anamweleza bimdada Kanwali itabidi aweze kumuoa, kwa sababu ikitokea akirudi nyumbani kwa sasa familia yake hawatomwamini, watadhani ya kwamba alikuwa kwa mwanaume na tayari walishampeleka Kariakoo. Na katika jamii yao, endapo mtu ikitokea akifanyiwa jambo kama hilo kabla ya ndoa, bwana, hii ilikuwa ni udhalilishaji mkubwa. Kanwali anavurugwa, lakini anamweleza bimdada yeye aliambiwa na baba yake katika maisha yake hatakuwa na uwezo wa kuoa,
ataishi na ubachela mpaka katika umauti wake, lakini Nili kwa kuwa tayari alishamzimikia Kanwari, akaona hii ndio fursa yenyewe, hawezi akaiachia ikapita. Kipindi ambacho mvutano ulikuwa unaendelea wa hapa na pale, baba yake na Kanwari pamoja na baba yake na Nili walikuwa wanashuhudia. Sasa baba yake na Kanwari, ili kuweza kuzima hili akaamua kuweza kuwaozesha hawa watu wawili. Ndoa inapita, Kanwari yeye haelewi huko anakokwenda ataenda kufanya nini. Halo, baba na mama wanapata muda wa kuzungumza na bimdada Nili, wanamweleza kila kitu ya kwamba yule kijana hana uwezo wa kufanya jambo lolote, na hii ni kutokana na ajali ambayo aliwahi kuipata huko mwanzoni. Nili aliumia sana, anawaeleza atawezaje kuishi kwenye ndoa bila ya kupatiwa huduma muhimu kama hiyo. Halo, mama kwa kutumia hekima anamweleza Nili akae ndani ya hili eneo kama binti yake. Wanandoa usiku wa kwanza wakabaki wanaangaliana. Nili anawaza sana, amevumilia miaka mingi kwa kutunza kile alichopewa ili aje kumpatia mume wake, lakini leo jambo limetimia, lakini sivyo kama jinsi alivyodhani, kwani hanimoni leo imegeuka kuwa hanisani. Halo, omba sana isikukute. Mama anamfuata Nili, anamweleza tokea jambo hili litokee, Kanwari hana furaha kabisa, hivyo jitahidi angalau kutabasamu, kwani wewe ukiwa na furaha Kanwari naye atakuwa na furaha. Hili ni jambo gumu sana kwa Nili, anajitahidi kutabasamu, lakini tabasamu halitoki ndani ya moyo wake. Anawaza maisha ya kuto kupatiwa huduma ataishi nayo mpaka lini. Leo katikati ya usiku anabeba virago, lakini kipindi ambacho alikuwa anaondoka upande wa nje anakutana na Amba, anajaribu kumzuia huku akiwa anahitaji kuweza kumfanyia majambos. Kanwari anafika, anamweleza baba yake acha huo mchezo, huku akiwa analia, lakini baba akawa ni mbishi, anamweleza mwanaye hii ndiyo njia pekee ya sisi kuwa na mtoto wa kiume ndani ya familia, hivyo niache mimi nimalize majambos ili tuweze kupata mrithi ambaye atafuata nyayo zangu. Kanwari alionekana kuumizwa sana na hiki kitendo, akaondoka kwa hasira, akaenda kuchukua mguu wa tembo na kuja kumpiga nao baba yake katika upande wa nyuma. Baba damu inamtoka baada ya kupigwa na mwanaye, na pumzi yake ya mwisho anaivuta akiwa akashikiliwa na Kanwari. Japokuwa mtoto alifanya hili jambo, lakini yeye lilikuwa linamuumiza sana. Bwana, baada ya mazishi kuweza kupita, mama anamweleza Kanwari mchukue Nili muondoke ndani ya hili eneo na waelekee katika nyumba ambayo yeye alikuwa anaishi zamani pamoja na familia yake, na sije akajaribu kurudi ndani ya hili eneo. Safari ya Kanwari pamoja na bimdada Nili inawapeleka mpaka katika nyumba ambayo zamani walikuwa wanapatikana wazazi wa mama yake. Baada ya kufika ndani ya hili eneo, kwa kuwa kwa sasa lilikuwa halitumiwi na mtu yoyote, Nili leo anacheka sana, kwani tayari alikuwa ameshaigundua siri ya kwamba Kanwari alikuwa ni mtoto wa kike na wala sio mwanaume kama jinsi ambavyo alikuwa anadhani. Anamweleza Kanwari anasikitika sana kwa kuzaa mapenzini na mwanamke mwenzake. Hili tatizo alikuwepo kwa Nili peke yake, kwani pia hata Kanwari naye anamweleza bimdada hakika naye alikuwa amemzimikia sana, lakini tu ndo hivyo, kwa kuwa hana uwezo wa kuwa mwanaume na yeye amegundua ya kwamba ni mtoto wa kike. Halo, nawaza tu sinelio kama hii ingetokea katika wakati tuliopo kwa sasa, sijui hali ingekuwaje. Halo, je, wangekuwa wanapelekana Kariakoo kama kawaida? Na kama endapo akifanya hivyo wangekuwa wanafanya vipi? Halo, bado ni kitendawili kikubwa kwangu. Bwana, maisha yakaendelea. Bimdada Nili akawa anamfundisha Kanwari jinsi ya kuishi kama mwanamke. Kwake hii ilikuwa ni kipengele kikubwa. Maisha yake yote ameishi kama mwanaume, na kwa sasa kuishi kama mwanamke anaona ni kipengele. Leo Kanwari anafunga safari mpaka nyumbani kwao kwa lengo la kwenda kumchukua mama yake ili wakaanzishe maisha mengine, lakini baada ya kufika anakuta nyumba yote imeteketea na moto. Anaingia upande wa ndani, anamkuta dada yake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Bali, ndio mtu pekee ndani ya familia ambaye alikuwa amebaki. Dada anasema kwamba ndani ya hili eneo ulitokea moto mkubwa, umeangamiza familia yote na mtu pekee aliyebaki ni mimi. Halo, Kanwari aliumia sana, lakini pia dada yake kwa sasa alikuwa anaonekana kama vile akili yake ilikuwa haiko sawasawa. Kanwari anamzuia, lakini kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuzungumza naye anashuhudia mzimu wa baba yake ukiwa unajitengeneza kwenye kioo. Bwana, bimdada aliogopa sana, anaondoka mbio mbio kurudi maskani, lakini katika upande wa nyuma baba yake naye alikuwa anamfuata. Halo, Kanwari anajikaza, anasimama, anamweleza baba yake acha kunifuatilia, kama kweli ulikuwa unampenda mama yangu basi ndani ya hii nyumba ninayokwenda usiingie. Baba akawa ni mbishi, lakini wakati wa jioni bimdada akaelekea upande wa dirishani na akaendelea kumwona baba yake akiwa kasimama. Hii ni hali inayotisha sana, mtu aliyefariki anaendelea kumtokea, lakini bimdada akaamua kuvua shati lake la juu na kumwonyesha chakula cha watoto, huku akiwa anamweleza baba yake, hebu nitazame kisha unieleze ya kwamba mimi ni wa kike ama ni wa kiume. Mimi leo ninakueleza
maisha yangu yote nimekuwa nikiishi huku ukiniaminisha kwamba mimi ni mtoto wa kiume, lakini kwa sasa ninashindwa kuzuia hisia zangu kama mtoto wa kike. Halo. Maneno alikuwa ni mazito sana ambayo alikuwa anatoka ndani ya moyo wa Kanwali. Bimdada Nili anafika, anamuuliza ni nani unayezungumza naye, lakini Kanwali baada ya kusema ya kwamba ni baba yake mzazi, Bimdada Nili anamueleza mbona katika ile eneo ambalo unasema yupo hakuna mtu yoyote ambaye amesimama. Asubuhi mlango unagongwa kwa nguvu na kijiji umekuja na Malungu akisema ya kwamba bimdada anakuja anaolewa na mwanamke mwenzake. Hapa wanahitaji Kanwali atoke upande wa nje wamtafune akiwa hai. Bimdada anaenda kumwambia Kanwali atoke. Kanwali anatoka kwa kupitia upande wa nyuma, kipindi ambacho alikuwa anatafuta eneo la kwenda kuanzisha maisha mengine. Mzimu wa Amba haukumwacha peke yake, ukawa unamfuatilia na kumweleza bimdada, hebu nisubiri tuzungumze. Baba anamzamisha binti yake kwenye osisi. Bimdada anapoteza maisha, lakini baba anaondoka mpaka kijijini. Anakutana na kijiji wamweka mtu kati. Bimdada akidai ya kwamba inakuwaje aliolewa na mtoto wa kike, lakini mwamba anaamua kuvua shati na kusema yeye ni kinyago cha bimdada Kanwali, hivyo mtu yoyote aseme ya kwamba yeye ni wa kike ama wa kiume. Wanakijiji wanatawanyika. Muungwana anamchukua Nili mpaka katika nyumba ambayo ilikuwa imeungua, ambayo zamani alikuwa anaishi pamoja na familia yake. Anafika anamweleza bimdada anahitaji anzishe familia pamoja na yeye, lengo lake kubwa aweze kupata mtoto wa kiume. Nili anaondoka huku akiwa na huzuni kubwa, anachukua maamuzi ya kumaliza uhai wake. Amba anashuhudia huku akiwa haamini macho yake. Ndoto aliyokuwa nayo ya kuhitaji kuwa na mtoto wa kiume ndani ya familia yake bwana bado haijatimia, lakini sisi tunatimiza ndoto ya kufika mwisho wa filamu hii. Kama umeipenda hadithi hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.